dalili gani ambazo tukiziona katika miguu yetu inaweza kututia wasiwasi kwamba tunaweza kuwa tuna maradhi ya ini. Dalili kuu ambayo tunaweza kuona katika maradhi ya ini miguuni mwetu ni mabadiliko ya rangi ya unyayo kutoka rangi ya kawaida ambayo huwa kama vile pinki na miguu ikaanza kuwa rangi ya njano. Haswa kwa watoto hii huwa inaonekana zaidi, lakini pia katika watu wazima tunaweza kuona rangi ya unyayo ule ukabadilika na kuwa wa njano. Dalili nyingine ambayo sio mahususi kwa ajili ya maradhi ya ini, lakini pia inaweza kuonekana zaidi katika maradhi ya ini ni kuvimba kwa miguu kiasi cha kufika hadi kwenye magoti. Kuvimba kwa miguu yote miwili kiasi cha kufika katika magoti. Lakini pia hapo hapo unaweza pia kuona mabadiliko ya kwenye ngozi ya kawaida ya miguuni ikabadilika kutoka rangi yake ya kawaida ikaanza kuwa rangi ya njano. Kingine ambacho tunaweza kuona katika miguu haswa katika wagonjwa wa maradhi ya ini ni mabadiliko ya kucha. Kwa sababu ini inashusha kinga ya mwili, unaweza kupata infection au tuseme shida kwenye kucha zako zikaanza kubadilika tofauti na ilivyokuwa. Ikawa kavu zaidi, ikawa imetengeneza kama dalili za fungus katika kucha, lakini pia kucha zile pia zinaweza kubadilika zikawa na umbo tofauti kama vile vidole vimevimba, lakini pia kucha zile zinaweza kubadilika zikawa rangi ya njano. Hizi ndo dalili haswa ambazo tunaweza kuziona na tukawa tuna wasiwasi tusije tukawa tuna maradhi ya ini. Baada ya kuzungumzia dalili ambazo tunaweza kuziona katika miguu yetu, niseme kwamba maradhi ya ini ni maradhi ambayo yanaweza kusababisha dalili mwili mzima kuanzia kichwani hadi miguuni. Na haswa dalili za mwanzo za ini huwa zinaanza kwenye macho. Watu wanaweza kuanza kuona mabadiliko katika rangi yao ya macho kutoka nyeupe kwenda kwenye njano. Dalili nyingine ambayo inaweza kuona katika maradhi ya ini ni tumbo kuvimba. Mtu anaanza kuona kwamba huu sio unene wa kawaida, ila tumbo langu limeanza kuvimba na nahisi kama vile linajaa. Hii ni dalili mojawapo ambayo huwa tunaanza kuona katika maradhi ya ini. Na haswa kinachotokea hapo ni kwamba maji huwa yanaanza kujaa tumboni. Hichi kitu kiafya tunaita liver cirrhosis, shida ya ini ya muda mrefu. Lakini pia tunaweza kuanza kuona mishipa ya damu inadhihirika zaidi haswa kwenye sehemu ya tumbo. Mishipa hii inakuwa imefanya kama vile imetanuka, lakini pia inaonekana kama rangi yake imebadilika kutoka rangi ya kawaida kuelekea rangi ya weusi hadi kijani. Lakini pia mishipa hile unaiona kwamba imedhihirika zaidi katika ngozi yako haswa ya tumboni. Kingine ambacho kinaweza kutokea katika dalili ya ini ni pia kupoteza nywele au nywele zako kuwa hafifu sana, sio kama kawaida. Kupoteza uzito haswa kama shida ya ini yako ni ya muda mrefu au imetokana na kansa. Lakini pia unaweza kuona pressure za mwili. Pressure zinazopimwa zikawa zinaanza kushuka kupita kiasi. Hata kwa wagonjwa ambao wana maradhi ya pressure ya kupanda, wanapokuwa wana maradhi ya ini, basi haswa ya muda mrefu unaweza kuanza kuona pressure zao zikaanza kushuka. Lakini pia kutoka mikono yetu pia tunaweza kuona mabadiliko ya rangi ya ngozi ya mikono, mabadiliko ya rangi ya kucha ya mikono, lakini pia kubadilika kwa hali ya kucha za mikono yetu inaweza kutokea katika maradhi ya ini. Kingine kikubwa ambacho tunaweza kuona katika maradhi ya ini ni mabadiliko ya rangi ya mkojo wetu.
Kikawaida mkojo wetu huwa ni njano, lakini ikaanza kubadilika kuwa njano zaidi, kama vile kuelekea kwenye rangi ya mirinda nyekundu au mirinda nyeusi, basi inaweza kuwa ni dalili ya shida ya ini. Lakini pia unapokuwa una shida ya ini haswa ambayo imekithiri katika kusababisha yale majimaji ambayo yanatokea kwenye ini kutoweza kwenda vizuri kwenye utumbo mdogo, basi unaweza kuanza kuona dalili ya choo chako kuanza kuwa rangi ya kijivu na sio rangi ya kawaida. Choo kikubwa kinaweza kubadilika rangi kikawa rangi ya kijivu. Lakini pia katika dalili za ini, baada ya maji kujaa tumboni, unaweza kuanza kupata dalili za kupata shida ya kupumua, pumzi kubana, kushindwa kulala bila mto, au hata kushindwa kulala moja kwa moja kitandani, kuchagua zaidi kulala ukiwa umekaa kitandani au kukaa kwenye kiti. Hii yote inatokana na kwamba tunapokuwa tuna shida ya ini, basi proteini ya mwilini huwa inapungua sana na kuweza kufanya maji ambayo ipo ndani ya mishipa ya damu ikatoka nje na kuenda kukaa kwenye tumbo, lakini pia kwenye mapafu yetu. Pia kikubwa ambacho wagonjwa wa ini huwa wanaona, na zaidi ikiwa imekuwa ya muda mrefu, ni kupungua uzito. Unaweza kuwa unapungua uzito lakini tumbo linajaa, haupungui tumbo kama vile mwili unavyopungua. Kwa hivyo hizi ni dalili za ini ambazo tunapoziona, basi inabidi tuende kwa daktari kupata ushauri na vipimo zaidi. Katika sababu za maradhi ya ini, tunaweza kuzigawa katika vikundi viwili: maradhi ya muda mfupi na maradhi ya muda mrefu. Maradhi ya muda mfupi yanakuwa kama vile maradhi ya hepatitis au tunaita homa ya ini. Ikiwa ukapata homa ya ini, unaweza kupata dalili za ini kwa muda mfupi, lakini pia ini yako ikaathirika kwa hali kubwa. Kingine ambacho kinaweza kusababisha homa ya ini, zipo za aina nyingi, lakini homa ya ini ya type B, hepatitis B, homa ya ini ya aina ya B, inawezwa pia kuwa ukawa ni mwenye kuibeba kirusi hii kwa muda mrefu, ikaja ikasababisha shida ya ini, haswa kansa ya ini. Kwa hivyo wagonjwa wote ambao wamegundulika na hepatitis B lakini aina ya kubeba, yani tunaita hepatitis B carrier, yani inakuwa mdudu wako wewe amelala, hayuko active, basi inabidi waendelee kufuatilia na madaktari wao. Haswa mwanzoni inaweza kuwa ndani ya mwaka na baadaye ikawa kila miaka 2 au 3 kufuatilia kama wamepata dalili zozote za kansa ya ini. Lakini pia kansa ya ini inaweza kuanza kwa sababu nje ya homa ya ini. Watu ambao wanakithiri katika kutumia pombe za aina zote wanaweza kupata maradhi ya ini ambayo yanaitwa liver cirrhosis, lakini pia wako katika wanaweza kuwa na kansa ya ini kutokana na kutumia pombe haswa kwa muda mrefu. Lakini pia ini ndo sehemu ya mwili ambayo vitu vingi huwa vinasafishwa vikatolewa kwenye ini. Kwa hivyo hata dawa zingine zinaweza kuwa sababu ya maradhi ya ini haswa ya muda mfupi. Hivi vyote ukishauriwa na daktari wako, basi unaweza kwenda ukapima sababu ya maradhi yako ya ini. Kuna maradhi mengine ya ini ambayo huwa yanarithiwa toka utotoni, na hizi zinakuwa ni special kwa ajili ya wagonjwa wa ini wa utotoni. Baada ya kuongelea sababu za homa ya ini, tuongelee kidogo kuhusu vipi tunaweza kujikinga na maradhi ya ini. Kama nilivyoelezea, sababu zipo nyingi na za aina nyingi, na haswa hizi sababu ambazo ni za infection, zaidi tunajikinga kama kawaida kwa kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, lakini pia kupima
haswa hizi infections zinasaidia sisi kujua kama tunazo hizi homa za ini, lakini pia zinasaidia katika kuwakinga wale ambao wapo katika mazingira yetu, kwa sababu tunasema homa ya ini haswa ya hepatitis B inasambaa kutoka binadamu mmoja hadi mwingine hata kuliko ukimwi. Maana yule kirusi, sehemu yoyote ikiwa na vimajimaji venye ile kirusi yule anaweza kukaa zaidi ya wiki. Kwa hivyo isiposafishwa vizuri inaweza kusambaa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kwa urahisi zaidi, hata tofauti na ukimwi ambayo inapotoka nje ya mwili pale pale yule kirusi huwa anakufa. Kingine, tunashauri watu wasio wanatumia dawa bila ushauri wa daktari, kwa sababu kama nilivyosema, dawa zingine zinaweza kuwa ni sababu ya kusababisha shida ya ini. Kingine na haswa ambacho nataka nielezee kwa umakini zaidi ni kuhusiana na matumizi ya pombe. Aina zote za pombe, haswa ikiwa umekunywa kwa muda mrefu, zinaweza kusababisha matatizo ya ini. Na shida hii ikisha kithiri inakuwa haina uwezo mara nyingi ya kurudi nyuma, na huwa inazidi miaka nenda miaka mrudi. Kingine ambacho nilikuwa nimesahau kuelezea kuhusiana shida ya ini ni infection ya kichocho ambacho tunaita schistosomiasis. Infection ya kichocho haswa kwa watu ambao wanaishi kanda ya ziwa huwa ni sababu kubwa tunayoiona ya maradhi ya ini. Kwa hivyo kwa watu ambao wanaishi katika kanda hizo na wanaweza kupata maradhi haya ya kichocho, basi tunashauri unapoona dalili zozote ya maradhi ya kichocho ufike hospitali moja kwa moja. Lakini pia nisisitize kwamba yule bakteria ambaye anasababisha kichocho zaidi huwa anakaa kwenye maji yaliyotuama, na nadhani watu wengi ambao wanaishi kwenye maeneo ya kanda wanaielewa hichi kitu, na kila saa huwa wanashauriwa wasiingie katika maji yaliyotuama haswa bila kuvaa viatu na kukinga miguu yao kushikana moja kwa moja na yale maji, au mikono yao kushikana moja kwa moja na hayo maji ambayo yanasababisha kichocho. Lakini pia serikali huwa inapitisha madawa ambayo huwa yanatolewa kama kusaidia katika kinga ya maradhi haya ya kichocho. Mwisho kabisa, kuna watu ambao wanaweza kupata kensa ya ini bila sababu yote ile maalum. Tunapowapima hawa watu huwa hatupati sababu yoyote maalum, lakini inawezekana kwamba mtu akapata kensa ya ini. Vipi kujikinga na hiyo? Zaidi tunashauri kwamba tuwe tunaangalia afya zetu mara kwa mara, tusikae mbali na mahospitali, tusikae mbali na madaktari ili kuweza kupata ushauri na saha zaidi. Lakini pia kingine ambacho nataka niongezee ni madawa ya mitishamba. Madawa ya mitishamba yanaweza kusababisha athari kubwa kwenye ini, haswa ikiwa mtu anayokupa zile dawa hana taaluma ya kweli. Kwa hivyo tuwe makini haswa tunavyotumia dawa za mitishamba, tusije tukaenda kwa watu ambao hawana ilmu nzuri kuhusiana na madawa hayo. Tukumbuke kwamba madawa ya mitishamba ndipo dawa nyingi zilipoanzia, na pia dawa za hospitali nyingi huwa zinatokana na hizo mitishamba. Lakini muhimu ni nini? Wapo watu ambao wanatengeneza dawa za mitishamba bila kuwa na taaluma ya kutengeneza hizo dawa wala kujua dose za hizo dawa. Lakini pia wagonjwa hatufanani. Kosa kubwa ambalo watu huwa wanafanya ni mtu ukishagundulika na maradhi fulani, basi unamshauri mwenzako kwamba mimi nilipewa dawa fulani ya mitishamba na ikanisaidia. Mara nyingi wagonjwa hatufanani, kinga zetu ni tofauti, maradhi yetu ni tofauti. Tunaweza kuwa tuna shida moja ya ngozi inafanana, lakini figo zetu au ini zetu hazifanani. Kwa hivyo, bila kupata ushauri na saha kwanza wa daktari kukufanyia vipimo ya viungo vyako hivyo vya ini, figo, moyo, lakini pia kujua sababu haswa inayosababisha maradhi yako, inakuwa shida kwenda kutafuta dawa za kienyeji
au tuseme dawa za mitishamba. Kuna watu ambao kweli wamebobea katika dawa za mitishamba na wanauelewa zaidi kuhusiana na mitishamba, na watu hawa mara nyingi watakuuliza vipimo vyako, je, vya ini, vya figo vimefanywa? Una maradhi gani ambayo unafuatilia hospitali na daktari wako? Na pia watakuwa makini kuto kukupa dawa ambazo zinaweza kuzidisha athari kwenye ini yako au kwenye figo yako, ambayo ndio haswa viungo ambavyo huwa vinasafisha dawa hizi tunavyozitumia. Kwa hivyo tujitahidi kwenda kwa watu ambao wana elimu kubwa kuhusiana na mitishamba hii, lakini pia serikali yenyewe inafanya utafiti sana katika mitishamba, na haswa katika chuo cha Muhimbili na pia NIMR wanafanya utafiti sana kuhusiana na mitishamba, na wana dawa ambazo wamezielekeza na kuzipima za mitishamba ambazo tunaweza kutumia.